Kwa majina ninaitwa Musa Sadoki Chesa. Ya kwanza kabisa namshukuru Mungu sana kwa kuwa ameweza kuniongoza kuanzia Dar es Salaam mpaka hapa. Tumetua hapa uwanja wetu wa ndege hapa Kigoma tukiwa salama kabisa, na ninawashukuru wananchi, viongozi wangu wa chama chetu cha ACT Wazalendo kwa kuwa wameonyesha uzalendo kwa kuja kunipokea, mwenyekiti wa madiwani Tanzania. Kwa hilo ni jambo la kumshukuru Mungu sana. Lakini pia nashukuru familia yangu kwa sababu ndio imesababisha mimi kuwepo hapa. Kwa hiyo mambo yote yanaendelea, unajua bila familia kuwa imesimama vizuri hakuna kitu kikaweza kikawa sawa. Lakini pia yote kwa yote namshukuru Mungu sana kwa kila ambacho kimepelekea mimi kuchaguliwa kuwa mwenyekiti wa madiwani Tanzania. Heshima hii na wadhifa huu ni jambo la uzalendo sana, hasa kwa taifa letu, lakini pia kwa wananchi wangu wa kata ya Kazuramimba. Unajua wao ndio walitengeneza daraja msingi wa mimi kupitia mpaka kufikia hatua hii. Kwa hiyo na mimi pia narudisha heshima kwa wananchi wote wa kata ya Kazuramimba, lakini pia narudisha heshima kwa viongozi wangu kuanzia matawi, wilaya, jimbo mpaka mkoa. Hao kwa kuzingatia usia wao, maelekezo yao, namna gani ambavyo tunaweza kukijenga chama na kuwatumikia wananchi, ndio amenifikisha leo hii kuwa mwenyekiti wa madiwani taifa hili la Tanzania. Kwa hiyo ninamshukuru Mungu sana. Labda sasa tufahamu ni yapi ambayo unatarajia kuyatekeleza mara baada ya kuchaguliwa katika nafasi hii? Ya kutekelezeka au ya kuyatekeleza mimi ni mengi. Unajua waheshimiwa madiwani wamenipa mzigo mkubwa sana ambao kwa asilimia zote natakiwa mimi kuwatua hiyo mizigo. Kwa hiyo lazima nitekeleze wajibu wangu, kuanza kusikiliza kero zao, lakini sio tu kusikiliza na kuzitatua kero zao na kuzifikisha pale panapostahili, lakini na kuiambia serikali nini ambacho tunahitaji, nini ambacho wananchi wanahitaji kwa ajili ya kuendelea kuiunga mkono serikali kwenye kile ambacho wananchi wanahitaji wafanyiwe, lakini kwa kile ambacho serikali inapaswa kufanya kwa ajili ya wananchi, kwa sababu bila wananchi serikali haipo, na mimi niko hapa kwa sababu ya kuwatumikia wananchi. Kwa hiyo hiki tunachokifanya na nilichopewa ni matokeo ambayo yanakuja kunionyesha kabisa kwamba kuna watu wameona kwamba ninafaa kuwa wawakilishi na kuwasemea mbele ambapo panastahili kufikisha hizo kero zao na changamoto zao. Kwanza ni haki. Haki, ukweli na uwajibikaji. Hivyo ndio vitu ambavyo nitavipa kipaumbele sana, kwa sababu tukiwa katika haki, taifa letu likiwa na haki, likiwa linatenda haki, nchi yetu itakuwa sawa. Tukiwa wa kweli, kila kitu kitakuwa safi. Hakuna mtu atakayeenda tofauti, kwa sababu kweli itakuwa imesimama mbele. Lakini neno uwajibikaji una tafasiri kubwa sana. Kuna watu wamefanya makosa, kuna vitu vingi vimetokea katika taifa letu. So swala la uwajibikaji, wale wote ambao walihusika kufanya matukio ambayo yamekuwa ni kero katika taifa letu, lazima tuungane na serikali, lazima tuiambie serikali kwamba lazima wawajibishwe. Kwa hiyo haya ni mambo matatu ambayo mimi kama kiongozi wa kitaifa lazima niasimamie na kuhakikisha tunaiambia serikali kwamba kuna hili ambalo linahitajika lifanyiwe utekelezaji. Azizi Ali Musa, katibu itikadi mawasiliano na uenezi mkoa. Kwanza napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kujalia kufika siku ya leo na kumpokea mwenyekiti wa madiwani Tanzania. Ndani ya mkoa wa Kigoma nina madiwani 18 kupitia chama changu cha ACT Wazalendo, lakini kutokana na umoja wa madiwani wangu wa 18 walipoenda katika semina ya viongozi ya madiwani
kupitia chama chetu. Madiwani wote Tanzania walikusanyika na lazima wapate uongozi wao. Kwa nashukuru sisi watu mkoa wa Kigoma, chama cha ACT Wazalendo kumpata Musa Chesa huwa ndio mwenyekiti wa madiwani Tanzania kupitia chama chetu cha ACT Wazalendo. Ile jambo tunawashukuru madiwani wote walitupigia kula. Hii heshima ni heshima ya kwetu sisi mkoa wa Kigoma, na tunaamini kwamba kupitia Musa Chesa atafanya kazi na anafanya kazi ile tuliyomwagiza sisi kama chama. Tunapenda kumshukuru, lakini vile vile nimetuzungumza kwamba niwashukuru vile vile madiwani waliotuchagua kumchagua Musa Chesa, kwa sababu uchaguzi ni uchaguzi. Kwa uchaguzi mgumu, kwa sababu kila maeneo, kila mkoa ulikuwa unahitaji nafasi hii, lakini tumeipata sisi watu wa Kigoma. Tunashukuru sana na nimpongeze Musa. Na nimwambie kwamba Musa kwamba kazi hii si kazi ya lele mama. Ni muda sasa wa kujenga chama kila kata. Sisi tutamtumia katika mkoa wa Kigoma, afanye kazi katika mkoa mzima wa Kigoma, kuhakikisha kata zote ambazo tuna madiwani na ambazo hatuna madiwani zinakuwa imara. Lakini naamini kabisa ni mjumbe wa kamati kuu hivi sasa atafanya kazi Tanzania nzima kuhakikisha kwamba ile nuru ya Kigoma inazidi kuwaka. Niko majina naitwa Uledi Amri Kalikela, kama alivyonitambulisha katibu mwenezi wa mkoa, ni katibu wa Ngome Vijana mkoa wa Kigoma. Kwanza leo niseme tunashukuru sana na tuna furaha. Ni jana tu tumetoka kusherehesha siku ya vijana duniani na si chama chetu tulifanya pale Dar es Salaam, lakini ninafarijika sana na nachukua fursa kumpongeza ndugu Musa Chesa akiwa pia na yeye ni miongoni mwa vijana, kwa sababu sio mzee huyu, kwa kupata nafasi adhimu ya kuteuliwa kuwa na kuchaguliwa kuwa mwenyekiti wa madiwani wa chama cha ACT Wazalendo Tanzania nzima. Itoshe kusema tunashukuru sana Kazura Mimba, kwa sababu bila Kazura Mimba kumchagua kuwa diwani isingekuwa rahisi yeye kuchaguliwa kuwa mwenyekiti wa madiwani Tanzania nzima kupitia chama cha ACT Wazalendo. Kwa hiyo kama nilivyosema, namshukuru sana Mheshimiwa Musa Chesa, na sasa ni mjumbe wa kamati kuu ya chama chetu, na tunafahamu mjumbe wa kamati kuu ya chama ni kiongozi mkubwa sana. Kama alivyosema mwenezi, tutamtumia kwa mkoa wetu wa Kigoma, lakini pia kwa nchi nzima, pia popote kwenye diwani wa ACT Wazalendo tayari yeye ndio atakuwa ni kiongozi wao. Kwa hiyo mimi nichukue fursa hii kumshukuru sana Musa Chesa. Lakini pili, tunataka tumkumbushe tu kama alivyosema mwenezi, akumbuke kutekeleza yale aliyoagizwa na chama, kwa sababu yeye yaani katiba yake ni chama, mwongozo wake ni chama. Kwa hiyo tunachukua fursa hii kuwapongeza pia madiwani waliompigia kura Musa Chesa kuwa mwenyekiti wao wa madiwani Tanzania nzima, kwa sababu mikoa mingi wana madiwani na wao pia walikuwa wanahitaji kupata nafasi ya adhimu. Kwa hiyo sina la kuongeza. Tunawapongeza sana watu wa Mimba na watu wa Kigoma kwa ujumla. Ni fahari kwetu kuwa na viongozi kama huyu.